M Online TV. Masuala makubwa ambayo mnakwenda kuyasimamia ni pamoja na zoezi la uandikishaji wa wanachama, ukusanyaji wa michango na ulipaji wa mafao. Lakini hayo yote ili yafanikiwe zaidi, ipo kazi ambayo inaendana sanjari na hayo, ikiwa mojawapo ni jambo zima la uwekezaji. Matarajio yangu, mtakwenda kusimamia kazi hizo zote mkizingatia sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali inayotolewa na serikali na ile ambayo inapangwa na bodi yenu. Hii ni muhimu ya kuhakikisha kwamba mfuko wetu unafanya kazi kwa ufanisi, usawa na kutoa haki. Misingi hii inalenga kutuwekea uwajibikaji na kuhakikisha kuwa kila mtumishi anawajibika katika eneo lake la kazi, anakuwa na mwadilifu kwa kupenda maendeleo, kupinga rushwa, kuweka ubunifu na kubuni mbinu mpya za kuboresha huduma ya kazi, ushirikiano kazini kwa kuimarisha ushirikiano baina yenu na watumishi na viongozi, lakini msisitizo mkubwa ukiwa ni uwazi katika kutoa taarifa za shughuli za mfuko ili kuongeza uaminifu na ufanisi. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe wa bodi, katika kuhakikisha kuwa mfuko unakuwa endelevu na kukuza uvumilivu wake, nyinyi kama wajumbe wa bodi mnalo jukumu la kusimamia uwekezaji wenye tija, ulio salama na unaozingatia maeneo ya kipaumbele katika uwekezaji kama ilivyoelekezwa na miongozo inayotolewa na wasimamizi wa sekta ya hifadhi ya jamii pamoja na maelekezo yanayotolewa na serikali. Hii itasaidia sana kukuza uwezo wa kifedha wa mfuko na kufanya kuwa endelevu katika kutimiza majukumu yake ya kimsingi. Ninaomba niwakumbushe, wakati tulionao mnahitaji kutoka na kusimamia haki pia. Maana imekuwepo ni migogoro wakati mwingine ambayo inasababisha bodi zetu nyingi kutokuwa zenye uweledi mzuri. Kwa mfano, ninaomba niwahusie sana mchana wa leo kuepuka migogoro inayoendana pamoja na mgongano wa maslahi. Wapo baadhi ya watu hutumia nafasi hizi vibaya. Mimi ninaamini chini ya uongozi wako Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa bodi mpya hii utakwenda kulisimamia hilo vizuri, lakini pili utahakikisha tija inapatikana katika eneo hili. Aidha, ni vyema mkajizatiti kusimamia sera na sheria zinazoongoza na kutoa nafasi kwa management pia kusimamia shughuli zake za kiutendaji kila siku. Nyinyi sio mkageuke kuwa watendaji. Matarajio yangu tutaishi katika ule usemi au mwongozo unaosema eyes on, hands off. Hii itajenga utendaji bora na mgawanyiko wa majukumu baina yenu na management yetu. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe wa bodi, kama ilivyoelezwa hapo, nyinyi ni bodi ya 3 kutokea kuanzishwa kwa mfuko wetu huu. Bodi zilizopita zimefanya vizuri na kazi zake zinaonekana hata kwa macho. Kazi nzuri iliyofanyika inaonekana kuanzia kwenye usajili wa wanachama, ukusanyaji wa michango, ukusanyaji wa mapato yanayotokana na uwekezaji wa fedha za wanachama, ulipaji wa mafao kwa wanachama wanaostahili. Vile vile mfuko umeendelea kuwa kiongozi kinara. Umezingatia gender balance. Sio kusema hawa kina wadau zangu wamekuja hapa, tuna maengineer, wachumi, tuna wanasheria, watu wa human resources. Kwa hiyo is really a good combination but also gender balance. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa bodi nashukuru kwamba tutafanya kazi vizuri kwa sababu the right combination kufanya kazi kutokana na majukumu ya PSSF ambayo mwenyewe umeongelea hapa. Mheshimiwa Waziri, sisi tumepokelewa vizuri kama dijere kueleza hapa. Hii ni siku ya 3 tulikuwa tunafanywa training, updated kwamba shirika linafanya nini na what is expected out of. Kwa hiyo kwa kweli hapa tulipo tumeshajua kazi ambayo iko mbele yetu. Ni kuahidi tu kabisa tena hii salamu zifike vizuri kwamba kama ulivyoelezea hapo, sisi tutafanya majukumu yetu kikamilifu bila kuingilia management. Kwa kwamba sisi ni board of trustees tutakuwa accountable, lakini kwa kweli kuna kwanza uzuri mmoja, watu wote walioko hapa wako busy. Yaani so kuna board wanaweza ukateuliwa mtu hana kazi asubuhi akamkana la kufanya, lakini hao watu wote ni professional na kazi zao. Kwa hiyo hakuna mtu anasema kwamba atakuja hapa kumsumbua. But that is one thing. Lakini la pili, mimi mwenyewe nimefuatilia kamilifu. Baada ya mifuko kuundwa 2018, bodi zilizopita zimefanya kazi yake.
Kwa hiyo sisi tunachukulia pale walipofikia. Tutafanya kazi kuendeleza vizuri. Kuna mambo machache nadhani tutaona hapo uzana, kwa sababu kuna mambo mengine pia ni inaweza ikawa ya kioperation, lakini tutakuja pale kwenye muhimu kuja kuwafuatilia. Na mheshimiwa, nikwambie tutakuwa na ushirikiano wa hali ya juu pamoja na wizara. Tutawasumbua when it's necessary, lakini kwa uzoefu tulionao hapa nadhani kwa kweli kama Mmede alivyosema, na mimi najua kwa vile nilikuwa katibu mkuu utapumzika kiasi cha kutosha kama hivi kwa nani hapa. Hili shirika ni katika zile parasocial organization, mimi nimecheki ni kati ya mashirika makubwa sana. Kwa hiyo sisi tumesema kwamba tumepewa kazi ambayo sio nyepesi. Kazi sio nyepesi. Lakini not only that, terms of references za PSSF zina impact kubwa sana katika uchumi, na ndio maana wamesema kwamba katika kile kipengele cha uwekezaji lazima tuwe makini kuwekeza kitu ambacho kina add value. Watumishi ambao watenda kazi wako vizuri sana, na sisi wenyewe tuko vizuri, na tunazo nyenzo na rasilimali za kutosha kutenda kazi na kutimiza majukumu yetu ya kusimamia maslahi ya wanachama, kukusanya michango, kulipa mafao, kufanya shughuli za uwekezaji wenye tija katika sehemu ambazo zinarejesha tija na kuongeza thamani ya kitega uchumi cha mfuko huu. KM Online TV.